Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo, siku ya Jumapili nyingine ambayo imepata kibali machoni pa Mungu. Tulianza kabla ya Pasaka. Tulianza somo lile ambalo nilikuwa nimelianza kidogo huko nyuma. Ni somo la muhimu kweli, ukizingatia huu mwaka tulionao na wito ambao Roho Mtakatifu ameweka katika kanisa. Haleluya. Ni mwaka wa nini huu mwaka, kanisa la Mungu? Hebu wote tuseme mwaka wa nini? Kwa sababu kama hata hilo ulijui, litakuwa na maana kwamba pengine wewe sio mshirika, au kama ni mshirika basi uhudhuriagi vizuri. Ni mwaka wa kuongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tuliona ili uweze kumiliki katika ulimwengu huu. Nikueleze kitu kimoja. Mwanadamu huwa hana nguvu ya kumiliki hapa duniani au kufanya kitu chochote kikubwa hapa duniani. Hana. Mwanadamu Mungu alimuumba au na ushirika na yeye ili afanye kitu kikubwa hapa duniani. Lakini baada ya Adamu ile wa kwanza kuteleza, akaasi, akaja yule mwovu shetani, akamgilibu, akachukua ile nafasi yake, akachukua yale mamlaka yake. Kwa hiyo baada ya hapo mwanadamu akaendelea kufanya vitu vikubwa kwenye ulimwengu wa roho, lakini sio kwenye ulimwengu wa Mungu, sio kwenye upande wa Mungu. Kwa hiyo naposema Kristo ndani yako amefanyika madhabahu ya Mungu, maana yake ni Roho Mtakatifu ambaye ni roho wa Kristo. Nafikiri haya masomo tuliyasoma sana mwaka jana. Haleluya, kanisa la Mungu. Kwa hiyo kama Kristo ni madhabahu ndani yako na wewe ni hekalu, maana yake hiyo madhabahu ndani yako ni lazima iwe na nguvu. Lazima iwe na nguvu za Mungu. Ikiwa na nguvu za Mungu, utasimamisha makusudi ya Mungu. Utatembea katika makusudi ya Mungu. Utafanya yote ambayo Mungu alisema utayafanya ukiwa ndani ya Kristo. Utatawala katika maisha haya pamoja na Kristo. Utatiisha kazi zote za shetani. Utakanyaga nge na nyoka na nguvu zote za shetani, wala hakuna kitakacho kudhuru kama nguvu ya madhabahu ya Kristo ndani yako inachemka. Hebu tumadhimishe Mungu tena kama tuko pamoja. Haleluya. Utakumbuka kwenye kitabu cha Efeso mlango wa 3 mstari wa 20, siendi huko bado naongea. Lakini kuna mstari anasema pale anasema kwamba naye anafanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuombayo na tuwazayo, kwa kadiri ya nguvu inayotenda kazi wapi? Ndani yetu. Sio kwa kadiri ya nguvu inayotenda kazi mbinguni. Sio kwa kadiri ya nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa kadiri ya nguvu inayotenda kazi ndani yako saa hiyo. Kwa lugha nyingine, kwa kadiri ya nguvu ya madhabahu yako. Haleluya. Anaposema kwa kadiri ya nguvu inayotenda kazi ndani yako, maana yake ndani yako kuna madhabahu, na hiyo madhabahu inahudumiwa na Roho wa Mungu, na hiyo madhabahu inakuwa na nguvu kwa kadiri ya kuhani anavyohudumia, kama ambavyo tutaenda kuona. Kwa kama madhabahu yako ina nguvu kidogo, hata lipepo litakuwa linapishana na wewe, mnapishana, mnasuguana, mnapigana kibega hivi, halina shida. Halina shida. Madhabahu yako imebaki na mkaa uliofunikwa na majivu, tena karibu uishi. Lakini kama madhabahu yako inatokota moto, ikitokota moto ni nguvu, hata lipepo haliwezi kupita karibu. Wakati mwingine hata karibu kwenye mtaa wako halitapita. Haleluya. Maana kwenye mtaa wako panakuwa ni eneo la nguvu. Haleluya. Panakuwa ni ukanda wa nguvu za kimungu. Kwenye mtaa wako panakuwa ni ukanda wa nguvu za kimungu. Yaani ukanda wa nguvu za Mungu unaenea hivi, unaenea mpaka angani. Akipita mchawi, kama wachawi kweli huwa wanaruka huko, akipita akikutana na ule ukanda wa nguvu za Mungu pale anadondoka. Haleluya. mtaa wako unapona.
Wewe tu umeokoka lakini unapona kwa sababu ile ukanda wa nguvu za Mungu unakuzingira. Kwa diri ya madhabahu yako inapochemka, huwa inaachia nguvu za kimungu zinazozunguka kama za sumaku. Inaitwa power zone au ukanda wa nguvu. Kadiri unavyochemka, kadiri madhabahu yako yanakuwa na nguvu, ule ukanda wa nguvu unazunguka, unagusa majirani. Unavuka jirani huyu, unaenda jirani wa pili, unaenda mpaka mwisho wa siku. Hata kama ulikuwa unazingirwa na wachawi, wanahama mmoja mmoja, wengine wanaokoka, wengine wanahama, wengine vyovyote inavyokuwa, baadaye panakuwa pasafi kwa sababu nguvu za Mungu zimetanda pale. Haleluya! Lakini kama madhabahu hiyo ina nguvu kidogo, watakuja wataishi mpaka nyumbani kwako, hawana shida. Nini cha kuwachokoza? Kwa hiyo ndio maana somo hili la kuchochea nguvu ya madhabahu yako ni la muhimu sana, na limekuwa halitiriki. Kila nikianza kunatokea hiki, kila nikianza kutokea hiki, lakini leo namwamini Mungu tutafika hatua. Haleluya! Sasa ninaenda kutoa kautangulizi ambako nikatoa huko nyuma, sitakaa hapo, alafu tuendelee mbele. Tulisema madhabahu, hilo jina lilianzia Agano la Kale, lakini naweza nikaendelea kulitumia kwa sababu bado lipo hata kama litumiki sana. Ili uwe na madhabahu yenye nguvu, kuna vitu vinne tu muhimu sana uwe navyo kwanza. Ili uwe na madhabahu kwanza, ili uwe na madhabahu, achilia na nguvu kwanza, ili uwe na madhabahu. Haleluya! Ili uwe na nini kanisa? Uwe na madhabahu ndani yako. Kuna vitu vinne vya muhimu. La kwanza, uwe na madhabahu ya Kristo ndani yako. La kwanza, uwe na madhabahu ya nani? Ya Kristo. Kwa sababu kama hauna madhabahu ya Kristo, kimsingi haunayo madhabahu. Kanisa, tuko pamoja Hebu naomba msiruhusu adui awapeleke huku na huku, utaondoka hapa hujapokea kitu. Mtoto anaweza kaja hapa kacheza show hapa, nyewe mkaacha kila kitu mkamwangalia ile show yake, pengine mkaanza kumpigia na makofi. Chezea wewe. Haleluya! Kwa hiyo hilo siendi kwenye maandiko kwa sababu tulishayaongea. Kristo ndani yako ndio madhabahu. Kwa hiyo la kwanza, uwe na madhabahu ya Kristo ndani yako. Kwa lugha nyingine, uwe umeokoka na umejazwa Roho Mtakatifu. Hilo la kwanza. Kwa hiyo madhabahu ni Kristo, na Kristo ndio lango la mbinguni. Kwa madhabahu kama ni Kristo, maana yake lango la mbinguni liko wazi kwenye maisha yako. Malaika wa Mungu wanakwenda na kushuka juu yako kwa sababu wanapita kwenye hilo lango. Haleluya kanisa. Tuko pamoja kanisa la Mungu. Kitu cha pili, lazima uwe na sadaka ya kwenye madhabahu yako. Lazima uwe na sadaka. Sadaka ni ya muhimu. Kama hamna sadaka, hiyo madhabahu haijakamilika na haitaweza kuja kuwa na nguvu. Na sadaka niligusia nikasema ya kwamba sadaka ya madhabahu yako ni maisha yako mwenyewe. Maisha yako mwenyewe. Hebu sema maisha yangu mwenyewe. Kama tuko pamoja, sema maisha yangu mwenyewe ndio dhabihu ya madhabahu iliyoko ndani yangu. Mbona mmesinya? Haleluya! Huku nilishapita, lakini hebu tusome mstari mmoja kwa ajili ya kwamba nisiwache mbali sana. Hebu fungua kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro. Kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro. Nataka tuone ili jambo la sadaka. Tumefika waraka wa kwanza wa Petro mlango wa 2. Tumefika watumishi wa Bwana. Waraka wa kwanza wa Petro mlango wa 2, tunaenda mstari ule wa 5. Mstari ule wa 5 tumeuona. Nisome. Neno la Mungu linasema, ninyi nanyi kama mawe
yaliyo hai. Hebu tusome, nyie msome sasa. Simeshafika? Hebu tusome 1 2 3 go. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya muda tunapoenda kuendelea na neno lako na somo hili. Tunakushukuru Mtakatifu kwamba tuko umoja na wewe ndio kiongozi. Tunajiachilia sasa kufundishwa na wewe. Tunapokea roho ya kufundishwa, tuweze kufundishika, na upinzani wote wa adui umekwisha kuteketezwa kwa jina la Yesu. Amen. Kwenye mstari tuliosoma anasema ninyi nanyi, anaongea na kanisa sasa, kama mawe yaliyo hai. Hebu sema mimi ni jiwe lililo hai. Mmejengwa muwe nyumba ya roho. Haleluya. Sisi tulioko hapa ni nyumba ya roho. Muwe nyumba ya roho, ukuhani mtakatifu. Ukuhani mtakatifu, maana yake wanaofanya kazi ya ukuhani. Wakuhani huwa wanatoa dhabihu. Kwa nini mtoe dhabihu za namna gani? Za roho. Sio za wanyama tena. Sio za fedha. Kuna wengine tulipata mahali pa kuanza kuenzi sana fedha, tukawaza hizo ndio dhabihu. Hapana. Fedha ina nafasi yake. Sadaka yake ina nafasi yake. Lakini inapokuja kwenye madhabahu yako ya rohoni, dhabihu zinazotolewa pale, mtoe dhabihu za roho zinazokubaliwa na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Haleluya. Kwa hiyo tunaonyeshwa kabisa ziko sadaka tunazozitoa katika madhabahu yetu kama makuhani. Lakini hizi sadaka zinaitwa ni za roho, zinaitwa dhabihu za roho. Zinaitwa dhabihu za roho. Na mojawapo tuliona kwenye Warumi mlango wa 12 mstari wa 1, wakati anasema na wasihi muitoe miili yenu kuwa dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza nani? Mungu. Tunapotoa miili yetu kama dhabihu ya kumpenda Mungu, kwa sababu ya kumpenda Mungu, ukatoa mwili wako kuwa dhabihu, maana yake unakuwa ni dhabihu ya roho, na unakubalika kwa njia ya Kristo ambaye ameshautakasa kwa damu yake. Haleluya. Kwa hiyo tulisema kwamba unapotoa mwili wako kuwa dhabihu, maana yake nini? Maana yake ni maisha yako yote, kwa sababu mwili wako ndio maisha yako. Unatembea kwenda sehemu kwa sababu mwili wako unatembea. Unaongea kwa sababu mwili wako unaongea. Unatenda jambo kwa sababu mwili wako ndio unatenda. Kwa hiyo kama unautoa mwili wako kuwa dhabihu, maana yake ni maisha yako, ni jumla. Kuna mtumishi mmoja aliwahi kuchangia akasema jumla, nikalipenda sana. Ni jumla ya mambo yote unayofanya ukiwa katika maisha haya tulionayo. Haleluya. Yale jumla yale mambo unayatoa ni dhabihu kwa Mungu. Hivyo unatoa dhabihu kwa Mungu, maana yake nini? Mungu anakuwa kipaumbele juu ya hayo mambo. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo sadaka ni jambo la pili, ili uwe na madhabahu. Uwe na madhabahu. La kwanza tuliona ni uwe na madhabahu yenyewe ambayo ni ya Kristo, lakini la pili uwe na dhabihu. Na dhabihu tumeshaiona ni maisha yako. Haleluya. Dhabihu ni maisha yako. Unapokubali kulipa gharama kwa ajili ya kumpenda Mungu kwa neno lolote, inakuwa ni dhabihu. Ukikubali kulipa gharama, ukakubali kwamba hiki na kiacha ili niende kwenye ibada, tayari dhabihu imeanza kutoka ya kiroho. Ukisema kwamba ninaacha shughuli hii kwa sababu kanisani ni muda wake kwenda kanisani, ukaenda kanisani, tayari pale umetoa dhabihu ya roho, itapata kibali mbele za Mungu kwa njia ya Kristo. Haleluya. Ukisema ninafunga, ni sili siku ya leo, mwili uteseke, lakini mimi nalipa gharama ya kutokula ili niwe na muda wa ushirika na Roho Mtakatifu, ni kwa ajili ya maombi, hiyo tayari ni dhabihu ya roho, kwa sababu umeilipia gharama. Haleluya. Dhabihu haiwi dhabihu kama haina gharama. Tutaona mbele ya safari. Tuko kanisa pamoja? Kanisa tunajifunza jambo hapa. Ukilipa gharama, ukapiga chini kingine kinachosimama kukabiliana na cha Mungu,
Yaani leo kuna cha Mungu hapa kikaibuka cha kwako, ama ni biashara, ama ni jamii inakuita, au ni chama kinakuita, au sijui nini chochote kile, ukikipiga chini, ukiamua kulipa gharama ya kukipiga chini, ukasema nasimamisha cha Mungu, tayari ni dhabihu ya roho hiyo. Hebu tumadhimishe Mungu kama tuko pamoja. Haleluya. Usiwaze ni rahisi. Wengi sana tunakosa fursa ya kumtolea Mungu dhabihu kwa sababu kisha pigana namna hii, tunampiga chini Mungu, tunashika kile kingine. Alafu tunakuja kusema, unajua Jumapili sikuweza kuja kwa sababu wakati nataka kutoka wakapiga simu. Nzengo akasema usimje kabisa, kuna kikao cha Nzengo. Wakapiga simu. Kaka mkubwa akapiga simu, akasema kuna kikao cha familia, hakuna kukosa. Nikamwambia naenda kanisa, akasema wewe tutakutenga na ukoo. Utachaji kuja kwenye kikao cha ukoo. Kwa kweli nikabidi tu niende. Aliyepigwa chini hapo ni nani? Aliyepigwa chini nani? Mungu kapigwa, alafu ikaenziwa ukoo, si ndio Kwa hiyo hapo kuna dhabihu, hapo hamna dhabihu. Haleluya. Kama tutakapoenda kuona mbele ya safari, hapo ni njia za kudhoofisha madhabahu yako. Sasa kila fursa inapotokea kumtolea Mungu dhabihu, ukampiga Mungu chini, ukanyanyua kile kingine, maana yake umedhoofisha madhabahu yako. Ni hatua moja kuendelea kudhoofisha madhabahu yako. Mpaka baadaye unakuta madhabahu yako hata ule mvuko joto la kumfukuza nzi halipo tena. Inzi na mende wanaanza kukaa juu ya madhabahu yako, hawana shida tena, wanaikaribia vizuri, wanasema huu moto unafaa kuota. Huu moto unafaa kuota, unaleta kajoto. Sasa hauunguzi tena. Lakini ya tatu ni moto. Madhabahu yote lazima iwe na moto wa kuteketeza dhabihu. Madhabahu yote lazima iwe na moto. Kwa hiyo la pili ni moto, la tatu ni moto. Hebu tuone huu moto ni nini. Hebu fungua Rumi 15 fasa. Kama nilivyosema hapo, sikai tena, ni kama utangulizi. Warumi 15. Twende Warumi 15. Warumi 15 tumeshika, naamini. Kama tumefika niambie. Okay. Hebu kuna watoto wanasumbua huko, sijui matroni ameenda wapi. Kanisa, hebu tusome kwa pamoja. Tusome kwa pamoja mstari wa 16 kama tumeuona. 1 2 3 go. Kanisa mjafika kumbe. Mlisema mmeshafika. Warumi 15 tumefika. Mstari wa 16 tumeuona. Andaa basi kinywa kizuri, sauti isiyo ya bezi, tukasoma. 1 2 3 go. Haleluya. Nachotaka tuone pale, hii sadaka inapata kibali kwa Mungu ikiisha kutakaswa na nani? Na Roho Mtakatifu. Si ndiko tulivyosoma Ikiisha kutakaswa na nani? Si tunapaona pale? Okay. Hebu tuende mahali pa pili pa rakaraka, kwa Ibrania 9. Nimesema cha tatu ni Roho Mtakatifu, kwa sababu ndiye anayetakasa sadaka yako, dhabihu yako ipate kibali kwa Mungu. Twende wa Ibrania mlango wa 9. Twende haraka. Mstari wa 14. Naenda kusoma. Sawa Naenda kusoma. Kanisa, tuko pamoja? Naona mjafika. Pamoja na kuwa na simu na nini. Tumefika. Nasoma mstari wa 14. Basi si zaidi damu yake Kristo, ambaye kwamba kwa Roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai.
tuendelee. Sio mstari niliotaka sana, lakini tuendelee. Kwamba Yesu Kristo alijitoa kwa Mungu na akakubalika kwa kutakaswa na Roho wa milele. Haleluya. Na mbele ya safari. Sasa hebu kwa hiyo hilo ni la tatu. Moto ni Roho Mtakatifu. Amen. Roho Mtakatifu ndani yako ndiye anayetakasa dhabihu yako ikapata kibali kwa Mungu. Roho Mtakatifu ndiye atakasaye dhabihu ikapata kibali kwa Mungu. Haleluya. Ni kweli. Mstari wa 14 inaeleza hilo jambo. Anasema basi si zaidi damu yake Kristo, ambaye kwamba kwa Roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa. Hata kujitoa kuwa sadaka kwa Mungu alijitoa kwa njia gani? Kwa njia ya Roho wa milele. Tuko pamoja kanisa la Mungu? Kwa Roho Mtakatifu ndiye anayetakasa sadaka ikapata kibali machoni pa Mungu. Kwa hiyo ni muhimu kuwa na Roho wa Mungu ndani yako kwenye madhabahu yako. Nje ya hapo dhabihu yako haiwezi kukubalika mbele za Mungu, kwa sababu lazima itakaswe na Roho Mtakatifu ndani yako. Huo ndio moto unaoteketeza na kutakasa sadaka ikapata kibali kwa Mungu. Haleluya. Na la mwisho, kuhani, ambalo la 4. Lazima kuwa na kuhani. Hakuna madhabahu isiyo na kuhani. Kuhani ndiye anayehudumia ile madhabahu, ndiye anayetoa dhabihu kwenye madhabahu, ndiye anayechochea moto wa madhabahu usizime, ndiye anayehakikisha madhabahu iko hai. Haleluya kanisa la Mungu. Kwa hiyo kuhani ni nani? Manake wewe mwenyewe ndio kuhani wa madhabahu yako. Haleluya kanisa la Mungu. Tuko pamoja? Mbona hamuitiki? Nikajua tuko pamoja. Tuko pamoja kanisa la Mungu. Kwa hiyo wewe ni kuhani. Kwa mfano hebu tuangalie mara moja waraka wa kwanza Petro. Haraka tunaenda kumalizia hapo. Waraka wa kwanza Petro tumemalizia kwenye hiyo utangulizi, tuendelee na ratiba zingine. Waraka wa kwanza wa Petro tumefika mlango wa 2. Mstari ule wa 9. Mstari wa 9 hebu tusome kwa pamoja. Sijui kama naenda haraka sana. Waraka wa kwanza wa Petro mlango wa 2 mstari wa 9. Tumefika? Hebu tusome 1 2 3 go. Haleluya. Anasema wewe ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme. Hapa ameandika ukuhani wa kifalme, lakini sehemu nyingine anasema ni wafalme ambao ni makuhani. Makuhani wa falme. Kwa mfano naanza nikasoma haraka Ufunuo 1 pale. Ufunuo 1:6. Nitasoma haraka kwa sababu ya muda. Anasema hivi, na kutufanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu, naye ni baba yake, utukufu na ukuu una yeye hata milele na milele. Lakini kama nikienda Ufunuo 5 pale, Ufunuo mlango wa 5 mstari ule wa 10, anaeleza kitu hicho pia. Anasema ukawafanya kuwa ufalme. Hapa juu yake kidogo anasema mstari wa 9, nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitwaa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Tumenunuliwa na damu ya Kristo. Mstari wa 10, sisi tulionunuliwa sasa. Ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, nao wanamiliki juu ya nchi. Haleluya. Haleluya kanisa la Mungu. Kwa hiyo sasa sisi neno linasema kumbe wewe ndio mfalme ndio kuhani wa nani? Wa hiyo madhabahu iliyoko ndani yako. Tuko pamoja kanisa la Mungu.
Wangapi tunaelewana paka hapo? Wangapi tuko pamoja? Tumaadhimishe Mungu kama tuko pamoja. Haleluya. Sasa naingia kwenye hatua hii ya kwamba nguvu ya madhabahu yako kutawala. Tunaenda kuangalia mambo matatu ya muhimu ambayo yanahakikisha madhabahu yako ina nguvu ya kuweza kutawala. Hapo umeshajua madhabahu yako ina nini na nini ikoje. Sasa tunaendelea kuangalia mambo matatu ambayo hayo ukiyazingatia, madhabahu yako haitakosa nguvu ya kutawala. Madhabahu yako haitakosa nguvu ya kusimamisha makusudi ya Mungu katika maisha yako. Kanisa la Mungu tuko pamoja. Asante watoto, Mungu awabariki. Kwa sababu wakubwa. Kanisa la Mungu tuko pamoja. Afadhali watoto wawazindue. La kwanza, mambo matatu. La kwanza ni ubora, ngoja nianze upya. Ni ukubwa na ubora wa dhabihu yako juu ya madhabahu. Ni ukubwa na ubora wa madhabahu unayoweka juu ya madhabahu yako. Tutakuja kuona mbele ya safari kwa nini ubora na ukubwa wa madhabahu ni wa muhimu na una maana gani. Lakini wewe kwa sasa elewa kwamba ukubwa na ubora wa dhabihu yako au sadaka yako juu ya madhabahu ni wa muhimu sana, ili madhabahu yako iwe na nguvu. Lazima tujue kwamba namna tunapofanya ukuhani kwenye madhabahu yetu ni kwa njia ya maombi, moja, na kwa njia ya ushirika na Mungu, mbili, na kwa njia ya ushirika na neno la Mungu, tatu. Haleluya. Namna tunavyofanya ukuhani, huduma ya kikuhani katika madhabahu iliyoko ndani yetu, moja ni kwa njia ya maombi, mbili kwa njia ya ushirika na Mungu, tatu kwa njia ya ushirika na neno la Mungu. Tuko pamoja Maeneo matatu ambayo hayo hakuna linalojitegemea peke yake, yanaenda sambamba. Lakini ni lazima uhakikishe maisha ya maombi kwako yako vizuri, uhakikishe maisha ya ushirika na Mungu yako vizuri, uhakikishe maisha ya ushirika na neno la Mungu yako vizuri. Kanisa la Mungu tuko pamoja. Hayo ndio mambo ambayo yanahudumia madhabahu ya Mungu iliyoko ndani yako. Kwa hiyo kama madhabahu iliyoko ndani yako haihudumii kwa mambo hayo matatu, maombi ya kumaanisha hayako pale ya Roho Mtakatifu, hauna ushirika, hauna muda wa ushirika na Mungu, wewe peke yako na Mungu mkaa na muda wa ushirika, hamna kitu kama hicho kwenye maisha yako. Alafu hamna muda wa ushirika katika kutafakari neno la Mungu. Neno la Mungu li hai. Huna muda wa kutafakari neno la Mungu li hai. Hivyo vitu vya tatu kama kwenye maisha yako vinapelea, maana yake madhabahu yako ina sadaka ndogo sana. Kwa hiyo itakuwa na nguvu ndogo sana. Kanisa la Mungu tuko pamoja. Kanisa la Mungu tuko pamoja. Sasa ina maana gani? Ukubwa na ubora wa sadaka una maana gani hasa tukija kwenye maombi? Tukija kwenye maombi ina maana gani? Na hata kwenye hayo mambo mengine. Ina maana kuwa na muda wa kutosha. Muda wa kutosha ndio ukubwa wa dhabihu. Muda wa kutosha wa kuhudumia madhabahu ya Mungu. Muda wa kutosha, huo ndio ukubwa. Muda wa kutosha. Kanisa la Mungu tuko pamoja. Nimesema ukubwa na ubora. Sasa ukubwa ni muda wa kutosha wa maombi katika madhabahu ya Mungu. Ule muda ukiwa mrefu, ukiwa mkubwa, na dhabihu yako au sadaka yako ikoje? Muda wa maombi ukiwa mkubwa, kadiri hivyo na sadaka yako inakuwaje? Inakuwa kubwa. Muda ukiwa kidunchu, maana yake na sadaka yako ni uwezi ukalinganisha nguvu ya madhabahu ya mtu aliyeomba lisali moja mbele za Mungu na mtu aliyepiga dakika 5 kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu akatoka hapo nje akaenda zake. Huwezi kulinganisha. Huwezi kulinganisha mtu ambaye ana muda wa kuhudumia madhabahu yake katika maombi lisali zima
au masaa matatu ukalinganisha na mtu anayehudumia nusu saa au lisali moja, havitalingana. Ndio maana ya ukubwa. Tuko pamoja Tuko pamoja Kanisa la Mungu, tuko pamoja. Ubora wa dhabihu hapa viko viwili, nimesema ukubwa na ubora. Ubora ni upi? Ubora ni maombi yale ya kina katika Roho Mtakatifu. Maombi ya kina katika Roho Mtakatifu ndio ubora. Ndio inayoamua ubora. Ndio inaamua ubora. Unaweza ukana lisali zima la kuomba, lakini unaomba katika mwili tu. Unaomba katika mwili. Tena hamna hata kuzama. Unaangalia TV kidogo kule, unaangalia, wewe mtoto rudi chako, na huko unaomba baba ikapanda ikashuka, we ondoka hapo. Ukamaliza lisali zima. Alafu kaja kusema jana niliomba lisaa hili. Tuko pamoja Mwingine lisaa hilo limoja akaweka kila kitu kando, akajifungia, akasema mtu akija mwambie sipatikani kwa sasa hivi. Akafunga mlango, akapiga magoti, akafumba macho yake, akazama, akaita, akaleta hisia zake, akazikutanisha na Mungu. Akaanza kuomba, akaanza kutirika katika roho, akazama, majasho yakamtoka, akanena, akaongea kama roho anavyomuongoza, akasimama na neno la Mungu. Lisali kaisha. Nauliza, hawa wawili nguvu ya madhabahu zako itafanana? Nguvu ya madhabahu zako zitalingana? Kilichopelea hapo nini? Ubora. Muadhimishe Mungu nyie mliofanikiwa huko. Kwa hiyo hivi vitu viwili vya kuzingatia, watumishi wa Mungu. Zingatia ukubwa kwa maana ya muda, zingatia ubora kwa maana ya kuzama na kujitenga, kutakaswa. Iwe ni Mungu tu unaongea naye, hakuna, si mzizimwe. Kila kitu ujitenge na Bwana tu. Bwana akuone ni wewe umejitenga na yeye tu. Sasa unapokuwa unasema naomba, na simu iko hapa standby, tena umeweka na volume kabisa, mtu akiita tena unasema fulani alisema kuna dili ataniitia, kwa wakati naomba nisije nikaimisi. Kwa hiyo unaomba huku unategemea simu inaanza ikaita wakati wote, na ikiita utaangalia, na ikiita unachungulia, ukikuta ni yeye unapokea, ukikuta sio unasema mwache tu aendelee, au sio yeye acha tu. Ubora umeingiliwa. Kwa sababu Mungu akiangalia anaona moyo uliogawanyika katika njia ngapi? Anaona moyo uliogawanyika katika njia mbili. Nusu kwake, nusu kuna dili huku, nusu kwake, nusu kuna dili huku. Anasema hiyo ubora, hamna ubora kabisa hapo. Kwa hiyo mtu ambaye ameomba lisali moja, alafu na ubora ukawa mzuri, nguvu yake huwezi kulinganisha na aliyeomba lisali moja lakini ubora haupo. Haleluya. Tuko pamoja kanisa la Mungu. Kwa hiyo kama hamna ubora, unaweza kuomba masaa haya. Mwingine akaomba lisaa hili limoja, akaweka na ubora wa kueleweka, akana madhabahu yake kana nguvu kubwa zaidi, kwa sababu hivyo vitu vile lazima viende pamoja. Muadhimishe Mungu kama tuko pamoja. Haleluya. Nitasoma mistari, nitakupa mingine utaandika, lakini ya kwanza ni Yakobo 5. Nimeongea kwanza ili mistari nikupe baadaye. Yakobo mlango wa 5. Yakobo mlango wa 5 mstari ule wa 16. Tumefika mstari wa 16. Yakobo 5 tumefika mstari wa 16 kanisa la Mungu. Okay. Anasema hivi: ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana. Akiomba kwa namna gani? Kwa bidii. Na unaweza kuona hii bidii ndio inahusisha ubora. Bidii, ile neno bidii ndio ule ubora, ile kuzama katika Roho Mtakatifu. Na anasema akiomba kwa ubora kunaachilia nguvu nyingi sana. Biblia ya neno mstari wao moja inasema hivi: kwa hiyo ungamianeni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana ili mpate kuponywa. Maombi ya mwenye haki yana nguvu, tena yanafaa sana. Yana nguvu kwa sana, omba kwa bidii. Haleluya. Biblia nyingine inasema maombi yanayofanywa na mtu mwenye haki yana nguvu sana na yana matokeo makubwa sana. Haleluya.
Haleluya, kanisa la Mungu. Kwa hiyo hapa tunaona bidii na kimsingi tukitaka kujifunza mfano, kuna mfano mstari wa 17 anasema Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi, akaomba kwa bidii mvua isinyeshe, na mvua haikunyesha juu ya nchi muda wa miaka 3 na miezi 6. Akaomba tena, mbingu zikatoa mvua, nayo nchi ikazaa matunda mengi. Haleluya, kanisa la Mungu. Mfano mmoja wa namna ya kuomba sadaka kubwa na yenye ubora tunaiona kwa mtumishi wa Mungu Elia. Elia, ukisoma Wafalme wa kwanza mlango wa 17 mpaka wa 18 utaona hiyo taarifa. Elia aliona maovu yametapakaa katika nchi sana, naye kama mtumishi wa Mungu akaugua. Alafu ndani Mungu akaweka ndani yake kunia kwamba hawa watu lazima wapate kibano, na kibano watakipata kwa kunyimwa kile kinachowapa kiburi. Kinachowapa kiburi ni chakula, na chakula ili kiondoke wanyimwe mvua. Wakimnyimwa mvua watakosa chakula, watanyenyekea mbele za Mungu. Haleluya. Kwa hiyo Elia ikabidi aombe sasa mvua ikatike. Anaenda kuomba kinyume na mapenzi ya Mungu, kwa sababu mapenzi ya Mungu maadamu dunia inadumu, ni mapenzi ya Mungu kwamba majira yawepo, majira ya mvua yawepo, majira ya kiangazi yawepo, majira ya chipupo yawepo. Kwa hiyo Elia anaenda kuomba kinyume na mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo biashara sio ndogo. Kwa Biblia inatuambia aliomba kwa bidii na aliomba muda mrefu. Sasa eneo hilo lilifichwa, lakini tukaja kufunuliwa wakati wanafungua mvua. Wakati anafungua mvua, ameenda mlima Kabeli. Akafika katika ule mlima, Biblia inasema alijikunja. Kanisa la Mungu, tuko pamoja? Alijikunja mpaka kichwa chake kikakaa katikati ya magoti. Katikati ya magoti hapa, sawa eh? Nani anaanza kujikunja kichwa chake kikakaa katikati ya magoti? Wakina mama wengine nafikiri wanaweza, lakini akina baba ni shughuli hasa ukisha kuwa na kakitambi fulani. Lakini mtumishi wa Mungu alijikunja mpaka kichwa kikakaa katikati ya magoti, anamuomba Mungu. Anaomba nini? Mvua ipatikane. Biblia inasema aliomba, akatuma mfanyakazi wake, hebu kaangalie kule baharini kama mawingu yameanza. Akamwambia hamna kitu. Akamwambia nenda mpaka mara 7. Mpaka mara 7 unafikiri ni masaa mangapi yaliisha? Ni masaa mengi, si ndio jamani eh? Lakini mpaka kukunja kichwa kikae katikati ya magoti, hayo maombi sio ya kuzama hayo. Sio ya kuzama kanisa. Kwa hiyo tunaona ubora na ukubwa. Hebu tumaadhimishe Mungu kama tumeona. Haleluya. Hebu tuone mfano mwingine wa sadaka ya maombi ambayo ni kubwa. Hebu tufungue Luka mlango wa 6. Luka mlango wa 6 tunaongea habari za Bwana wetu Yesu Kristo. Anaongea habari za Bwana wetu Yesu Kristo. Hebu tufungue Luka 6:12. Tumefika watumishi wa Mungu? Tumefika eh? Hebu tusome kwa pamoja mstari 12. 1 2 3 go. Wengine hamna Biblia au mlichelewa. Anasema ikawa siku zile aliondoka akaenda mlimani ili kufanya nini? Kuomba. Akakesha usiku kucha. Usiku wa namna gani? Kucha. Biblia huwa haiandiki vitu ili kupambisha. Biblia haiandiki maneno mengine ili kuijaza. Roho Mtakatifu alichagua hii mistari na maneno ili yatuongoze. Kwa hiyo anaposema usiku kucha ina maana yake. Kwa sababu angesema tu usiku, wengine wangesema aliomba hapo masaa mawili baadaye akalala. Lakini Roho Mtakatifu aliruhusu tusome kwamba ni usiku kucha katika kumuomba Mungu. Yaani usiku kucha, yaani kuanzia wakati ameanza usiku mpaka usiku unakucha, maana yake asubuhi imefika, si ndio? Bado yuko anamuomba nani? Mungu. Hiyo sadaka mnaionaje?
Ni ndogo kubwa? Haleluya. Wengine tu huwa tunajaribu kukesha, lakini si huwa tunakesha kwa kurushia. Piga lisali moja mawili kukoroma. Lakini yeye tunaambiwa ni usiku kucha tumadhimishe Bwana wetu Yesu Kristo. Haleluya. Lakini tuone alilipa gharama namna hii. Alitaka madhabahu yake ipate nguvu ya kutosha afanye kilichofuata. Mstari 13. Hata kulipokuwa mchana aliwaita wanafunzi wake, akachagua 12 miongoni mwao ambao aliwaita mitume. Haleluya. Hawa ni watu ambao walikuwa wanaenda kubeba injili waipeleke duniani kote baadaye kuondoka. Kwa hiyo hawakutakiwa waje watu wa kukusanya kukoteza. Unajua makanisani wakati mwingine hata viongozi tunawachukua tu. Wewe utakuwa mzee wa kanisa, wewe utakuwa shemasi, wakati mwingine tunakosea. Mashemasi wa kwanza tunaambiwa waliomba. Kwa hiyo ni muhimu sana kuhakikisha kwamba unamuomba Mungu ili kile kitu kinachofanyika kiwe cha kimungu. Hata tumeona Yesu Kristo akiwa amelipa sadaka kubwa. Haleluya. Tutoke hapo na ingia kwenye la pili. Hilo lilikuwa la kwanza tu. La kwanza lilikuwa linasema ili madhabahu yetu ipate nguvu, iwe na nguvu. Tumeona cha kwanza ni kitu gani kanisa kama tuko pamoja? Kanisa kama tuko pamoja, kitu cha kwanza tumeona nini? Ukubwa na ubora wa nini? Usiishie hapo. Wa nini? Ukubwa na ubora wa kitu gani kanisa la Mungu? Holy Spirit help us. Roho Mtakatifu naomba utusaidie. Roho Mtakatifu naomba utusaidie. Hapa tunapigwa tu na kupinga ibilisi kwa jina la Yesu. Hivi kote hapa nimesema kwamba ukubwa na ubora wa nini eti? Sikusema ukubwa na ubora wa sadaka. Naomba mpokee kwa jina la Yesu. Ni ukubwa na ubora wa sadaka unayotoa madhabahuni. Haleluya. Namshukuru Mungu. Kwa sababu nimeshangaa watu wote wanasema madhabahu. Madhabahu gani? Kumbuka utumishi tunaofanya kwenye madhabahu. Tukasema jambo la kwanza ukubwa na ubora wa sadaka unayotoa madhabahuni. Kwa kama nilisema madhabahu, basi ulimi uliteleza, haikutakiwa hivyo. Itakiwa sadaka. Haleluya. Haleluya. Ukubwa na ubora wa sadaka unayotoa kwenye madhabahu yako iliyoko wapi? Ndani yako. Kanisa tumeelewana sasa? Tumaadhimishe Mungu kama tuko pamoja. Haleluya. Ukubwa na ubora wa sadaka. Alafu kumbe kule ikaenda madhabahu. Kwa hiyo hapa tumefika mwisho. La pili. Ili sadaka, ili madhabahu yako iwe na nguvu. Kutunza moto wa madhabahu. Kutunza moto wa madhabahu. Tuko pamoja Kutunza moto wa madhabahu. Kwenye kitabu cha Walawi hili lilisemwa sana na Mungu akiwaagiza Walawi. Tukaenda Walawi mlango wa 6 mstari wa 12 na 13. Walawi mlango wa 6 mstari wa 12 na 13. Nasoma kwa jina la Yesu. Tuko pamoja? Na huo moto ulio madhabahuni utautunza uwake lini? Uwake daima juu yake, usizimike. Naye kuhani atateketeza kuni katika moto huo kila siku asubuhi, naye ataipanga sadaka ya kuteketeza juu yake, naye atayateketeza mafuta ya sadaka za amani juu yake. Mstari 13. Tusome kwa pamoja mstari 13. 1 2 3 go. Moto utatunzwa uwake juu ya madhabahu daima. Usifanye kitu gani? Usifanye kitu gani kanisa? Usizimike. Moto wa madhabahu, kanuni ya moto wa madhabahu hautakiwi kuzimika.
Madhabahu yako ya ndani ni moto wake ni Roho Mtakatifu. Hatakiwi kuzimishwa. Biblia inasema wala msimzimishe roho. Haleluya. Wala tusimzimishe nani? Roho. Ukimzimisha roho una moto mwingine wa kuteketeza dhabihu katika madhabahu yako. Sasa ili kuchochea moto wa madhabahu, kwa zamani tunaona walielezwa asubuhi waweke kuni, wachochee moto kila siku asubuhi. Wale makuhani waweke moto katika madhabahu. Sasa tuko kwenye Agano Jipya. Naomba watoto mnyamaze. Tuko kwenye Agano Jipya. Haleluya. Kwenye Agano Jipya tunachocheaje madhabahu yetu moto? Tunachocheaje madhabahu yetu moto ya ndani? Madhabahu iliyoko ndani yako naichocheaje moto? Naomba mnisikilize. Tenga muda maalum wa kuhudumia madhabahu yako kwa maombi, kwa kutafakari neno, kwa kumtafakari Mungu. Inaweza ikawa ni muda huo mmoja ukafanya hayo yote. Sio ukiamua kutenganisha ni wewe. Lakini hakikisha unatenga muda wa kuhudumia madhabahu yako kwenye maisha yako. Muda wa kila siku. Kama umemaanisha safari ya wana wa Mungu, umemaanisha safari ya kwamba unaenda mbinguni, umemaanisha safari ya kwamba unatawala pamoja na Kristo, umemaanisha safari ya kumaanisha kwamba madhabahu yako itakuwa na nguvu ya kutawala kila mahali katika ulimwengu huu ambapo unahusika, hakikisha unatenga muda maalum wa kuhudumia madhabahu yako. Maanake muda maalum wa maombi. Nitumie lugha zinazoeleweka, watu wasiondoke na kitu ambacho kinashindikana kwenda kufanyia kazi. Muda maalum wa maombi. Tenga muda wa maombi kwenye maisha yako. Haleluya. Muda wa namna gani, kanisa la Mungu? Tenga muda maalum. Usikurupuke tu, sasa hivi nimepata muda ngoja nikaombe. Ukapiga lisali zima. Kesho yake siku ikapita hamna kitu. Kesho kutwa yake ikapita hamna kitu. Ile siku nyingine ukakurupuka, sijaomba siku nyingi. Ukaenda ukapiga magoti ukaomba masaa mawili mazima. Ukatoka hapo, kesho yake hamna kitu. Kesho kutwa yake hamna kitu. Ile siku nyingine ukakurupuka, ukaomba masaa matatu. Madhabahu yako haina afya. Madhabahu yako haiwezi kuwa na afya. Mtu aliyetenga nusu saa kila siku kuhudumia madhabahu yake kwa nusu saa, atakuwa na madhabahu bora, atakuwa na madhabahu yenye nguvu bora kuliko wewe ambao unapiga masaa mawili leo, baada ya siku mbili unapiga masaa matatu, baada ya siku mbili unapiga lisaa. Yani huna umtiririko. Haitakuwa na afya. Kwa nini? Kwa sababu ya kilichoko kwenye kuhudumia madhabahu. Unapohudumia madhabahu ni muda wa ushirika na Mungu. Haleluya, kanisa la Mungu. Tunapohudumia madhabahu tunaenda kwenye ushirika na Mungu, tunasemezana na Mungu, tunafurahiana na Mungu. Sasa Mungu alikwambia nataka ukae siku mbili, afu ukija siku moja umwambie Mungu leo tuko na masaa matatu kabisa kuongea na wewe, kesho usinitafute. Mungu hayuko hivyo. Mungu anataka kila itwapo leo awe na muda na wewe. Haleluya. Mungu anataka kila itwapo leo awe na muda na wewe. Kwa hiyo Mungu anafurahi awe na dakika 5 na wewe kila siku kuliko kuwa na lisali moja leo kesho asikupate. Kesho kutwa uwe na masaa mawili mbele zake alafu upige siku 3 hakuoni. Hilo kwa Mungu halina afya. Na kuna ufunuo mwingi kwenye Biblia unaotuonyesha hilo Mungu halipendi. Kwa mfano, wakati anawapa mana kule jangwani, mana ilipoangushwa, Mungu aliwaambia wakaokote mana wale, si ndio? Aliwaambia wakote kipimo cha kula siku ngapi? Siku hii moja. Kwani Mungu alikuwa hana uwezo wa kushusha mana nyingi wakakusanya vipimo vya siku 2-3? Alikuwa na uwezo, si kweli? Lakini Mungu kwa sababu anataka ushirika wa siku kwa siku, anataka mawasiliano ya siku kwa siku,
anataka vitu fresh, hataki vitu vilivyoenda kuvunda. Akasema chukua cha siku moja tu. Ni hivyo na ushirika naye kwa njia ya madhabahu ya maombi. Anataka kila siku. Ukitenga dakika 5 ni wewe, ukitenga nusu saa ni neema yako, ukitenga lisaa kila siku ni neema yako, ukitenga masaa mawili kila siku ni neema yako. Lakini hakikisha ni kila. Kanisa la Mungu, hakikisha ni kila. Bwana asifiwe. Sasa tunaenda kuona mfano wa jinsi ambavyo Wakristo wa Kiyahudi walikuwa na muda maalum wa maombi. Na kimsingi hili lilikuwa limejengeka kwa Wayahudi. Wayahudi walikuwa na muda maalum wa maombi. Walikuwa wakuruputi wanasema tukaombe. Walikuwa na muda maalum wa maombi. Na uliingia katika ushirika wao na Mungu. Huu muda uliingia kiajabu sana. Tutaenda kuona mifano kadhaa wa muda ambao walikuwa wa maombi. Tuko pamoja kanisa la Mungu? Hebu twende kitabu cha Matendo mlango wa 2. Matendo ya Mitume mlango wa 2. Tumefika mlango wa 2 tumefika Matendo. Haleluya. Matendo mlango wa 2 inaongea habari za Yesu, za Roho Mtakatifu alivyokuja, wakajazwa Roho Mtakatifu, wakakejeliwa kwamba wamelewa kwa mvinyo mpya kwa sababu walikuwa wananena kwa lugha, si ndio? Sasa wakati Petro anajitetea, wakati wa mahubiri ya Petro akijitetea kwamba hawajalewa kwa mvinyo, ila jambo hilo ni la kimungu, kuna kitu alikisema hapa ambacho kinaonyesha kwamba wanalikuwa na lisaa fulani la maombi. Petro anasema, lakini Petro akasimama, mstari 14, lakini Petro akasimama pamoja na wale 11, akapaza sauti yake, akamwambia, enyi watu wa Uyahudi na ninyi nyote mkao Yerusalemu, lijueni jambo hili, mkasikie maneno yangu. Mstari 15, sivyo mnavyodhani, watu hawa hawakulewa, kwa maana ni saa ngapi? Saa 3 mchana. Bwana Yesu asifiwe. Ni nini ninachotaka tukione hapa? Ni kwamba Roho Mtakatifu alishuka saa 3 asubuhi. Haleluya. Roho Mtakatifu aliwashukia kwenye kile chumba walichokuwa wanaomba, aliwashukia saa 3 ya saa ngapi? Asubuhi. Kwa hiyo saa 3 ilikuwa ni muda wa Wayahudi kwenda kuomba. Ilikuwa ni saa inajulikana ni saa ya sala ya asubuhi, saa 3. Na inashangaza kuona kwamba Yesu kama dhabihu ya ulimwengu alipelekwa kwenye madhabahu ya Calvary pale msalabani, alipelekwa saa 3 asubuhi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wewe andika saa 3 asubuhi ni lisaa la maombi kwa Wayahudi. Tutaendelea kuona mengine, lakini nataka tuende haraka kidogo. Lisaa lingine la maombi, hebu twende Matendo hiyo, lakini tunaenda mlango wa 10. Matendo ya Mitume mlango wa 10. Tumefika. Matendo ya Mitume 10. Tumeshafika watumishi wa Mungu. Tunaenda kuona lisaa lingine la maombi ambalo ni saa 6. Saa 6 ya mchana ni lisaa lingine la maombi kwa Wayahudi. Mstari wa 9 unasoma hivi: hata siku ya pili
walipokuwa wakisafiri na kukaribia mji, Petro alipanda juu ya dari kwenda kuomba. Yapata saa ngapi? Yapata saa 6 ya mchana. Kuna mistari mingine tunaweza kuitafuta, lakini shikilia hapo kwamba saa 6 mchana ilikuwa ni saa ambayo Wayahudi walikuwa wanaomba, na Wakristo wa kwanza wa Kiyahudi walishikilia muda huo wa ibada. Muda huo ukawa muda wa maombi, na Mungu alikuwa anajitokeza sana kwenye muda hiyo ya maombi walipokuwa wanaomba. Haleluya, haleluya. Tuko pamoja, kanisa la Mungu? Watoto mtulie kwa jina la Yesu. Yoyote anayewachokoza watoto na kutiisha sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Haleluya. Hiyo ni sala lingine. Hebu twende sasa Matendo mlango wa 3. Matendo mlango wa 3. Matendo mlango wa 3. Tunaanza kuona lisa lingine la maombi kwa Wayahudi, Wakristo Wayahudi. Haleluya. Mstari wa kwanza tumeuona. Mstari wa kwanza tumeuona, kanisa. Kwa nini amjibu vizuri leo? Tusome kwa pamoja kama mmeona mstari wa kwanza. 1, 2, 3, go. Saa ya kusali ambayo ni saa ngapi? Kwa saa 9, nao ilikuwa ni muda wa maombi kwa Wayahudi. Lakini hiyo saa ya saa 9, kumbukeni, ndio ile saa ambayo Yesu Kristo alisema, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Ndio saa ambayo Kristo alisema kazi imeisha na akaondoka. Saa ya maombi ya saa 9. Haleluya, haleluya, kanisa. Hebu niwaongezee hii ya saa 9, niwaongezee tena mwingine, mlango wa 10. Rudi Matendo mlango wa 10 mstari wa 3. Niwaongezee tena mtu mwingine ambaye alikuwa naomba, na mstari ule wa 3. Matendo 10 mstari wa 3. Anaongea habari ya Kornelio ambaye alishampenda Mungu wa Wayahudi na akawa anaanza kufuata taratibu za Wayahudi, lakini alikuwa hajaokoka. Mstari wa 3 unasema akaona katika maono waziwazi kama saa 9 za mchana malaika wa Mungu akimjia na kumwambia Kornelio, akamtazama. Kwa hiyo malaika wa Mungu alitoka mbinguni kuja kuongea na Kornelio. Saa ngapi? Saa 9. Lakini Petro wakati ameenda kule kwenye dari saa 6 mchana kwenda kuomba, si ndio? Wakati anaomba kuna kitu tukiona pale, hatusikusoma tukakiona. Wakati anaomba, Mungu alimletea maono kwa kumshushia litambara fulani lenye wanyama mbalimbali, akamwambia Petro, inuka uchinje ule, si ndio? Nakumbuka Wakati Petro anasema mimi sijai kula kitu nyamafu, sijai kula kitu najisi, Mungu akamwambia alivyovitakasa Mungu, wewe usiviite nini? Najisi. Alikuwa anampa maono ya kwamba injili iende kwa watu gani? Kwa mataifa. Kwa Mungu alileta hayo maono saa ngapi? Saa 6. Mungu akamletea Kornelio maono saa ngapi? Saa 9. Mungu akamshusha Roho Mtakatifu saa ngapi? Saa 3 asubuhi. Hebu tumadhimishe Mungu. Haleluya. Nimewapa haya ili muone kwamba katika ufalme wa Mungu, Mungu anaheshimu sana kuwa na muda maalum wa kwenda mbele zake kwa maombi, wa kuwa na ushirika na yeye. Usikubali kuwa na muda usioeleweka. Lazima kuwa na muda ambao Mungu na mbingu zake wanasema fulani saa hii atakuwa kwenye magoti, hebu malaika nenda kamuone. Saa fulani nitaongea naye. Kule mbinguni anasema fulani nitaongea naye. Saa ngapi? Muda wake wa maombi na ujua. Ukifika nitakutuma malaika ukaongee naye. Sasa hivi muache yuko kwenye shughuli zake.
Sasa hivi mwache yuko anauzia wateja kule hata kusikia. Sasa hizi mwache analima shamba lake hata kusikia. Sasa hizi mwache yuko kule kwenye barua chake hata kusikia. Lakini saa hii ikifika tu nienda utamkuta yuko kwenye maombi, afu mpelekee maono haya. Hebu tumadhimishe Mungu. Haleluya. Kama hauna saa maalum, Mungu atasemaje tupeleke ujumbe kwa fulani saa hii, wakati akifika atakukuta huko kwenye mishemishe zako. Kila akija ripoti narudi yuko kwenye mishemishe. Haya, hebu tumtime tena. Ripoti yuko kwenye mishemishe. Yaani Mungu ndiye aanze kukutafuta ni saa ngapi utapiga makuta akuletee message, baadaye Mungu kujua ratiba yako wewe na yeye kwamba ratiba ni hii. Ndio Mungu anapenda hivyo. Haleluya. Mungu anapenda uwe na ratiba iliyo wazi mbele zake. Na ulipe gharama ya kuitunza, kwa sababu itatafutwa kuvurugwa. Na hiyo gharama ya kuitunza ni sehemu ya sadaka. Haleluya. Hebu tuone mfano wa Bwana wetu Yesu Kristo. Haleluya. Yesu Kristo ule Biblia inasema alikuwa anajiopoa, anajitenga mara nyingi. Anaenda sehemu ya isiyo na watu, anafanya nini? Anaomba. Kwa hiyo kwa lugha nyingine alikuwa anajua kujitenga ili awe na ubora, awe na sadaka ya ubora kwenye maombi. Hilo unaweza kuliona hata kwenye Marko 1:35, alikuwa anajitenga, anaenda kuomba. Tuko pamoja Sasa mimi nataka tusome tu sehemu mbili tuone Yesu alivyokuwa na ratiba. Tuko pamoja kanisa la Mungu. Na kama Bwana wetu Yesu Kristo alikuwa na ratiba, tujue na sisi tunapaswa kuwa na ratiba ili madhabahu yetu iwe na nguvu sawa sawa. Hebu tufungue, tulishasoma hapo lakini tuparudie mara moja. Luka 6. Luka mlango wa 6. Tumefika. Naenda kumalizia, kwa hiyo hebu twende haraka haraka kidogo. Naenda kusoma Luka 6:12. Tuko pamoja Mwe mnaitika basi kanisa la Mungu. Tuko pamoja? Nasoma. Ikawa siku zile aliondoka, anaongea habari za Yesu. Aliondoka akaenda mlimani ili kuomba. Akakesha usiku kucha katika kumuomba nani? Mungu. Haleluya. Kwa hiyo tunaona Yesu alijitenga, akaenda wapi? Alienda wapi? Mlimani. Mlimani ndio kulikuwa chumba chake cha siri. Yesu kwa sababu alikuwa maarufu sana, alikuwa hawezi kuwa na chumba cha siri katikati ya watu. Watu wakimwona ameingia kule wanaunga foleni pale mlangoni. Wakiona haitoshi wanatoboa dari, wanashusha huko mgonjwa akaponywe. Kwa hiyo alikuwa chumba chake cha siri lazima kakitafute milimani. Usiende kutafuta chumba ikiwa kuna uwezekano wa kupata chumba cha siri nyumbani kwako. Haleluya. Nyumbani kwako kama kuna uwezo wa kupata chumba cha siri, kitumie. Usiende mlimani ukaenda kupambana na mazingira nyingine ambayo yataathiri ubora wa maombi yako. Huku unaomba, huku unasema yule atakuwa chui, atakuwa ni mpaka unaharibu ubora wa maombi ya wenzake. Unaomba yule ni chui, yeye amezama, wewe saa zote ukisikia. Lakini unasema nimejitenga, niko mlimani. Yesu alikuwa anaombea mlimani. Kama unaweza kupata chumba chako cha ubora ndani, kaa kule ili maombi yako yapate nini? Ubora. Haleluya. Kwa hiyo Yesu tunaona chumba chake cha siri kulikuwa mlimani, na tumeshaona saa yake ya maombi ilikuwa saa ngapi? Usiku. Tumeshaona siri ya Bwana wetu Yesu. Hata kama alikuwa anaomba maeneo mengine, lakini siri moja hapo tunaanza kuiona, alikuwa anaomba saa ngapi? Usiku. Kwenye Sunday school ya asubuhi leo, mwalimu wakati anatufundisha alisoma pia mfano wa Yesu Kristo. Wakati alipoenda kwenye mlima akaenda kuomba huko saa ngapi? Usiku. Sio tuliomba soma hivyo kwenye Sunday school asubuhi. Aliomba kule usiku ili aje afanye mapenzi ya Mungu. Haleluya. Lakini sasa hebu tuende kwa mstari huu wa mwisho huu, tukaone pia kwenye Luka 21.
kwenye Luka mlango wa 21. Haleluya. Tumefika Luka mlango wa 21 Luka mlango wa 21, hebu tufungue wote, naenda kuhitimisha kwa nataka watu wote waanze kusoma sasa. Fungua Biblia yako vizuri kwa sababu ni mstari wa mwisho naenda kusoma. Kwa hiyo nahitaji kila mmoja asome. Haleluya. Mmefika? Wangapi wana Biblia? Punga hivi. Haya, fungueni mpaka nijue mmeshafungua. Wangapi wameshafungua Luka 21? Punga mkono. Tuko pamoja. Sasa mimi nasoma mstari wa 36 ili tuanze kupata uelekeo. Mstari wa 36 anasema, basi kesheni ninyi kila wakati mkiomba, ili mpate kuokoka katika haya yote yatakayotokea na kusimama mbele za mwana wa Adamu. Haleluya. Sasa Yesu alikuwa naombaje hapa? Mstari wa 37 naomba tuusome wote ukizingatia vituo na ukisoma bila bezi ili tuende pamoja. 1 2 3 go. Haleluya. Tunaona ratiba ya Yesu. Kila mchana alikuwa akifundisha wapi? Kwa hiyo mchana ulikuwa ni muda wa kufanya nini? Wa kufundisha au wa kuhudumu, sawa Na usiku huenda kulala wapi? Huenda kulala wapi kanisa la Mungu? Katika mlima uitwao Mzeituni. Hebu tujiulize, alikuwa anaenda kulala na godoro kule? Alikuwa hana nyumba ya kulala? Wangapi wanajua Yesu alikuwa na nyumba ya kulala? Kuna wengi hawajui. Yesu alikuwa na nyumba ya kulala, nyinyi ambao kunyoosha mkono. Biblia inatuambia hivyo, alikuwa na nyumba kule Kapernaum. Amen. Lakini pia akienda mji wote alikuwa na uwezo wa kulipia nyumba za wageni akalala, sawa Lakini pia alikuwa na nyumba za watumishi wengine wa Mungu alikuwa anaweza akalala. Lakini Yesu alienda mlima Mzeituni kulala huko kwa ajili ya kufanya nini? Kuomba. Kumbuka mchana anahudumu, mchana wote anahudumia watu, anawafundisha, anawaponya magonjwa yao. Akimaliza ule mchana, usiku anaenda kutafuta uso wa Mungu. Anaenda kutafuta ushirika na Mungu katika maombi. Anakesha, anaomba. Madhabahu yake inajaa kitu gani? Nguvu. Madhabahu yake ikishajaa nguvu kwa sababu ushirika na Mungu kwenye maombi, mchana anarudi tena anafanya kazi ya huduma, kufundisha na kuponya wagonjwa. Haleluya. Hebu tumadhimishe Mungu. Haleluya. Nimelifurahia hili neno kwa sababu anasema kila mchana alikuwa akifundisha na usiku huenda kulala katika mlima uitwao Mzeituni. Sasa mstari wa 38, na watu wote walikuwa wakiamka mapema waende hekaluni ili kufanya nini? Mmeshaacha tena hiyo Biblia. Na watu wote walikuwa wakiamka mapema waende hekaluni ili kumsikiliza. Walikuwa wanaamka saa ngapi ya watu wote? Watu wachache au ni wote? Niambie, wewe kama huna kitu cha kuwavuta hao watu watatoka wote mapema waje wakusikilize? Tena kila siku waamke mapema, wanakuja mbio, wengine wanywe hata chai, wanasema chai nimeshachelewa, nitakuta ameshaanza. Wanawahi hekaluni, wanaenda kukaa, nitakosa siti, wanawahi, wanakaa pale. Watakaa pale bila kitu cha kuwavuta. Watakaa pale bila nguvu ya Mungu ya kuwavuta. Watakaa pale bila chakula cha kimbingu. Alikipata wapi Yesu? Usiku. Amelala kule, anafanya nini? Anaomba. Msije mkaanza kusema alikuwa mwana wa Mungu, alikuwa anakula tu makande kila kitu mpaka anavimbiwa, alafu anakuja anasema sasa kusingetokea kitu. Alisema Baba ndiye anayefanya kazi zake. Na ili Baba afanye kazi zake, ilibidi akamtafute kule mlima Mzeituni usiku kucha kwenye maombi.
Sasa wewe na mimi tunawaza ni watu gani sisi, tunaanza tukalala huko tumekula kandre na ngalalimo kila kitu, alafu tunaamka tumeshiba na tumbo ni nzito, tunakuja madhabahuni hapa tunasema tutawahudumia watu wa Mungu. Watahudumiwa makandre? Mungu atusaidie. Haleluya, haleluya kanisa la Mungu. Ninaomba niwahakikishie kwamba alikuwa anaenda mlima Mzeituni alikuwa anaenda kuomba. Na wahakikishia hivi, huu mlango wa 37 ukienda mlango unaofuata mlango wa 21, ukienda mlango unaofuata wa 22, si ndio Hebu tuende 22. Unajua Biblia haikuwa andikwa kwa milango mwanzoni, ilikuwa ni kitabu kimoja tu, si ndio Kwa hiyo ukitoka 21 ukiendelea 22 ni mlango mmoja unaendelea, si ndio Sasa ukienda ule mstari wa 30 na ngapi hapo? Mstari wa 39. Hapo mlango wa 21, mstari wa 39. Sawa Naomba mnisikilize. Au mko tayari kusoma? Ni waruhusu msome. Hebu someni mstari wa 39. 1 2 3 go. Arobaini go. Arobaini na moja go. Kwa hiyo tunaona mlima Mzeituni alikuwa naenda kule kufanya nini jamani? Sasa niwaambie siri ya mwisho hapo tumalize. Ni kwamba hapa tulikosoma mlango wa 21 ambapo alisema kila siku mchana alikuwa anafundisha hekaluni, alafu usiku anaenda kulala mlima Mzeituni. Lilikuwa ni lile wiki la mwisho kabla hajaenda msalabani. Haleluya kanisa. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Lilikuwa ni lile wiki la mwisho kabla Yesu hajaenda msalabani. Kuanzia wiki Jumatatu, lile wiki lote alikuwa kila siku anaenda hekaluni kuachilia chakula cha mwisho. Alafu usiku anaenda kulala mlima Mzeituni kuomba. Alafu baada hilo wiki kuisha, ikawa kwamba anaandaliwa kukamatwa. Wakati anaandaliwa kukamatwa, akawashirikisha meza ya Bwana kwanza. Baada ya kuwashirikisha meza ya Bwana, akawaambia twendeni mlima Mzeituni, na Biblia pale imesema kama ilivyokuwa desturi yake. Kwa hiyo ilikuwa ni kawaida yake. Kwa hiyo mlima Mzeituni alikuwa anaenda kule usiku kuomba. Haleluya. Tunapomaliza, ongea na Mungu sasa kwenye maisha yako. Unataka kuishi maisha ya ushindi, unataka kuishi maisha yale ambayo Mungu alikukusudia, hakikisha unakuwa na muda wa maombi wa kutosha kwa kadiri ya neema Mungu aliyokupa, lakini wakina kwa kuomba katika Roho Mtakatifu. Haleluya. Na ili uwe yakina, hakikisha unajitenga uombe mahali pa chumba cha siri. Hebu sema chumba cha siri. Kile ambacho Yesu alisema katika mlango wa 6 Mathayo. Akasema wewe unapoingia katika chumba chako cha siri, jifungie, alafu uombe mbele za Baba yako aunaye wapi? Sirini. Naye anayeona sirini atakupa thawabu. Haleluya. Kanisa la Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Tunapoenda kuhitimisha, niwaambie neno hili. Hebu kila mmoja kwa ajili ya kulitendea kazi neno la Mungu, hakikisha katika maisha yako sasa, kuanzia sasa uliopata huu ujumbe, kama ulikuwa nao boresha, kama ulikuwa hauna, hakikisha una muda maalum wa kumuomba Mungu. Katika Agano Jipya hatulazimishwi kuwa saa 6 au saa 3 au saa 9, hatulazimishwi. Katika Agano Jipya unamsikiliza Mungu aliye ndani yako, ambaye anaitwa nani? Roho Mtakatifu. Mnaongea naye kwa sababu anajua ratiba ya kazi zako, anajua ratiba ya maisha yako. Unamwambia, Bwana, unanishauri nichukue muda gani ili tuende kwenye maombi? Kwa sababu kumbuka, kwenye maombi utaenda ukiwa naye. Kweli sio kweli, kanisa la Mungu? Na kama utaenda naye lazima mshauriane. Ujua muda wako vizuri sana.
anajua vishawishi utatokea wapi, anajua upinzani kwenye muda wako utatokea wapi. Wewe kazi yako ni bodaboda, ni bajaji, ni ofisini, ni biashara, ni duka, ni nini, anajua. Kwa hiyo kaa naye, atakwambia kwa kuwa wewe ni bajaji, kwa kuwa wewe ni bodaboda, tenga muda wako ukae hapa, utakuwa vizuri zaidi, hautakuwa na mwingiliano mwingi zaidi. Haleluya. Halafu kisha utenga, ushikilie kwa gharama yoyote. Mwambie Roho Mtakatifu, nisaidie niulinde. Kwa sababu wakati unautenga, shetani naye alisikia ukiutenga. Kweli sio kweli? Kweli sio kweli, kanisa la Mungu? Wakati unautenga huo muda, shetani naye alisikia. Mapepo yale nao karibu na wewe kupeleka ripoti alisikia. Yakapeleka ripoti wakasema, aisee ametenga muda maalum. Amesema atakuwa naomba hivi kila. Kweli kila saa hiyo ikifika ndio utasikia. Watu ambao hujawahi kuwasikia ndio utawasikia huo muda ukifika. Wateja ambao hukuwahi kuwasikia ndio utawasikia. Joi ndio utashangaa unaletea mteja anakulipa 20,000 kwa kichwa kimoja tu. Hujawahi kuona toko umeanza biashara hiyo. Ghafla ametokea mteja anakuambia kuna mteja ametoka Dar es Salaam anasema ana haraka ana 20,000 anaomba saa hii umfusuke na nilisaa ambalo umeshalitenga. Ndio utajua kwamba ulikuwa hujui. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jackson ndio umetenga ule muda wako saa ile, ndio utashangaa naingia mteja kule ofisini kenge. Ndio unachora majengo. Nina ligorofa langu hapa, ukilichora kabisa unapata milioni 50, lakini nataka sasa hivi tuondoke nikakuonyeshe site mara moja na nini ili upate unaangalia ni ule muda uliopatana wa kwenda kuomba. Lakini sasa amesema hii kazi ni kubwa. Ndio utaelewa kuna majaribu. Kabla ya hapo majaribu unayasikia tu kwenye uko mitaani. Wakati ndio utasikia majaribu yanasukua na rangi gani na sura gani. Haleluya. Kanisa la Mungu tuko pamoja. Kwa hiyo hakikisha utenge muda. Ukitaka kujua hii biashara inapigwa vita, anza na kutenga muda uone ilivyo pepesi. Uone ni vepesi kiasi gani. Kuomba kwa kurasharashia, omba huku rudi huko, omba kule. Hiyo wala hakupigi vita. Lakini sema muda wangu nimeutakasa ni wa Bwana nataka naomba. Ndio utasikia kelele. Ndio utasikia baruti kilipuka. Kwa sababu hataki hicho kitu. Kwa sababu mbingu zinataka utaratibu huo. Shetani anataka uishi bila utaratibu. Kwa sababu ndipo atakupata. Haleluya kanisa. Kwa hiyo tenga muda kuanzia leo. Sikwambii urefu gani wa muda, kwa sababu Roho aliyeko ndani wako anajua neema ulionayo sasa hivi. Anajua wewe hujavuka robo saa kuomba. Kwa hiyo ukitenga lisaa lizima utaishia kupiga miayo muda wote na maombi hayatakuwa na ubora wote. Anajua wewe hapo ulipo ni wa nusu saa. Kwa hiyo msikilize. Lakini usikute wewe ni wa lisaa lizima, lakini eti unataka kuingiza mwili wa kujihurumia, unasema nusu saa inatosha jamani. Hata yule aliyeajiriwa saa 11 alilipwa sawa na wenzake walioanza asubuhi. Usiende kimwili namna hiyo. Haleluya. Haleluya kanisa. La pili, tenga muda wa siri. Eneo la siri ili maombi yako yawe na ubora. Tenga chumba cha siri. Chumba cha siri popote pale. Uchukoma kabisa, njoo hapa kanisani. Siku ambayo hamna ibada, unajua lisaa uliotenga hapa huwa hamna watu, njoo chukua kona yako pale, zungusha viti hivi. Unasema hiki ni chumba changu cha siri. Weka vitu vyako pale, anza kazi. Kitakuwa chumba cha siri. Haleluya. Chumba cha siri kinaanzia na wewe mwenyewe kwenye mawazo yako, alafu kinakuja kule nje unakotenga ile eneo. Si ndio jamani Alafu la tatu, tunza sasa huo muda. Tunza hayo maombi. Tumebakiza moja la ubora wa kuhani ambaye ni wewe mwenyewe. Lakini hilo tutalitafutia nafasi siku nyingine. Unaweza kusimama pale ulipo.